Mwashamu Baba Askofu, wapendwa mapadre, familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Basi napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwashamu Baba Askofu, mchungaji wetu mkuu na mwalimu wetu, kwa mafundisho hayo mazuri ya maadili na nidhamu. Naomba mnisaidie kumpongeza na kumshukuru. Basi na mimi niliye mdogo kabisa ninamshukuru Mwashamu Baba Askofu kwa kunipa nafasi hii ya kuwa sehemu ya kutoa mafundisho kidogo ya mada yetu ya nidhamu na maadili. Na nitazungumzia sehemu mbili. Kama Mwashamu Baba Askofu alivyotufundisha maadili, ishi kama mtoto wa Mungu. Na nini kinasababisha basi kuweza kuishi kama mtoto wa Mungu? Kuna mambo mawili nitayazungumzia ambayo ninayaona yanasababisha kuishi kama watoto wa Mungu. Na hayo mambo yasipoundwa vizuri, basi inapelekea kushuka kwa maadili na nidhamu. Na mambo hayo mawili ni hofu ya Mungu na dhamiri hai na safi. Ni hayo mawili. Sasa kinachopelekea sasa kushuka, kuacha kuishi kama watoto wa Mungu, ni hiyo kushuka kwa hofu ya Mungu na kufa kwa dhamiri. Kwa kuna mambo mangapi wapendwa? Mambo mawili muhimu, msingi. Kuna mambo mawili msingi ambayo ni hofu ya Mungu na kushuka kwa hofu ya Mungu, na upande huu kushuka kwa hofu ya Mungu, tuseme upande huu kushuka kwa hofu ya Mungu, na upande huu kufa kwa dhamiri. Basi hayo mawili yakienda pamoja hivyo, hakuna maadili. Maadili yanafanya nini? Tumeambiwa, Mwashamu Baba Askofu ametufundisha kwamba kwenye Injili ya Mathayo ile sura ya 5 aya ya 16 kwamba Mwenyezi Mungu anasemaje? Yesu alisemaje? Mwenendo wenu, mmesikia? Kwamba watu watazame matendo yenu, mwenendo wenu, wafanye nini? Wamtukuze. Watu wakitazama mwenendo wenu, matendo yenu, wafanye nini? Wamtukuze Mungu. Hayo matendo yanaundwa, yanatokana na hofu ya Mungu, yanatokana na dhamiri hai. Hayo mawili. Na kufa kwa dhamiri, kushuka kwa hofu ya Mungu, ndio kunasababisha mambo yafuatayo. Kuna kuwa na kuvunja viapo vya maklero, watawa, waamini, walei wanachukulia dhambi kama ni kitu cha kawaida, wanachukulia dhambi kama kitu poa, si ndio? Kutenda dhambi kwao ni kawaida kwa sababu hakuna hofu ya Mungu, dhamiri zimekufa. Kwa hiyo kwao hawana jema la kutenda kwa sababu dhamiri yao iko mfu, hofu ya Mungu kwao haipo. Lakini pia kuna kuabudu vitu, kuabudu miungu, mali, siasa. Kwa sababu huyu mtu hana hofu ya Mungu, basi anaweka tumaini lake kwa watu, tumaini lake kwa siasa, mali, badala ya Mungu. Kwa hiyo nafasi ya Mungu inachukuliwa na vitu na Mungu anakuwa hana nafasi hapa. Hayo ndio yaelekea huko kwenye inaitwa mmomonyoko wa maadili, hali ya kushuka kwa maadili katika jamii, ambayo inasababishwa na hiyo hofu, kutokuwa na hofu ya Mungu. Sasa pamoja na nini? Ninaomba tutembee na hivyo vitu viwili, hofu ya Mungu
dhamiri. Hofu ya Mungu, hofu ya Mungu, hizo ndizo zinazotengeneza maadili. Hofu ya Mungu na maadili na dhamiri ndizo zinazotengeneza maadili katika jamii. Na ningeomba tutembee na hizo katika hii dakika chache ambazo nitazizungumza hapa. Lakini pia kutokana na kushuka kwa hivyo viwili, kunakuwa sasa na tunaona kuna wimbi la mihemuko mbalimbali ya kimwili, kuna wimbi la maisha ya ushoga na ile inaitwa LGBTQ. Yote hayo yanatokana na hiyo kufa kwa dhamiri, kufa kwa dhamiri. Mtu kama hana dhamiri hai, kwake hayo anayatenda tu kama ni mambo ya kawaida. Hana hofu ya Mungu, anatenda tu kwa sababu ni mambo yake ya kawaida. Uvivu, uzembe unakuwepo, matumizi ya vidhibiti mimba ambavyo kwa huyu kwake kuua sio kitu cha kushangaza, kwake ni kawaida, kwa sababu hakuna kinachomwambia hapa ni kosa. Dhamiri yake imekufa, hana hofu ya Mungu, anajiwekea mamlaka yake binafsi, ana uhuru. Lakini je, aangalie uhuru wa yule ambaye hawezi kuongea iliyoko tumboni? Aangalie hilo kwamba kwa sababu ni vulnerable, hawezi kuongea, basi yeye haoni hilo, anatoa tu kwa sababu ili mimi niwe huru. Hiyo ni vinatokana na hiyo kushuka kwa hofu ya Mungu na kufa kwa dhamiri. Lakini kunakuwa na kupuuza wajibu, sala na toba na sakramenti ya upatanisho. Mtu akishakuwa na dhamiri mfu, huyu hana hamu ya kwenda kusali, hamu ya kupokea sakramenti mbalimbali, hasa ya kitubio na ekaristi takatifu, kwa sababu kwake haoni maana yake. Pamoja na hizo sababu mbili msingi zinazosababisha kushuka kwa dhamiri, kushuka kwa nidhamu na maadili, tunayo pia sababu ya tatu, sababu ya kimazingira, ambayo hii ni kukua na kuenea kwa teknolojia na utandawazi hatarishi. Na hivi pia kwa kuwepo kwa hivi, kama mtu hajajiunda vizuri katika hofu ya Mungu na dhamiri, anakamatwa sana na hivi teknolojia na utandawazi hatarishi, ambao huu unasababisha kudharau malezi, kwa sababu ninaweza nikapata malezi kwenye simu, si ndio? Nikigugo ninaweza nikapata malezi. Kumbe hapana, malezi yanaendana pia na uzoefu. Kwenye simu hakuna uzoefu. Walezi wanavyotupa mfano wa maisha, basi tunapowapuuzia tunafuata ya simu, kumbe tunapotea. Na sisi tunaalikwa tujitahidi kuishi kweli na tuwe mfano kwa kizazi ambacho tunaishi. Tuwe mfano ili watutazame, waone kwamba maisha ni hivi, na niachane na maisha ya hatarishi ya mtandaoni na ya teknolojia hizo hatarishi. Ndio maana wengine wanakimbilia kwenye maisha ya kubeti na kadhalika. Lakini tunaweza tukaongeza hapo sababu nyingine ya ulevi, si ndio? Ulevi unasababisha kushuka kwa maadili. Manake ukiwa mlevi, akili zako haziko zote pale, ni pombe inakuwa inafanya kazi pale, na unaweza ukafanya chochote ambacho ni kinyume na maadili. Ndugu zangu, sasa hiyo ndio inayosababisha kushuka kwa maadili katika jamii. Na ningependa sasa hii sehemu nyingine, nini kifanyike sasa kikanisa katika jamii ili kuweza kukuza maadili na nidhamu katika kanisa? Nyenzo zipi zitumike ili kuinua kujenga hofu ya Mungu, kujenga dhamiri? Tufanye nini? Ndugu zangu, vitu ambavyo vinafanya mtu anakuwa na hofu ya Mungu, anakuwa na dhamiri hai, moja kabisa ni sala.
sala inasababisha mtu anakuwa na hofu ya Mungu. Sala mbalimbali tunazo, tuna sala za kawaida, Salamu Maria, Baba yetu, atukuzwe Baba. Tuna sala zile za mapokeo, sala ya asubuhi, sala Rozari Takatifu, na zile sala za mishale tunazosali mara kwa mara. Hizo zote zinatusaidia kuwa na hofu ya Mungu na zinatusaidia kufanya dhamiri zetu ziwe hai, ambapo tukiwa na hizo zinatuepusha kushusha maadili yetu. Na siku hizi mara nyingi tumeacha hata ile sala ya asubuhi. Kwa mfano sala ya asubuhi, tunapoamka tunasali ile sala ya asubuhi, na pale kuna zile amri za Mungu, si ndio? Tunazitaja, watu nasema hizi zimepitwa na wakati. Kumbe ndio tunajenga hofu ya Mungu, tunajenga dhamiri. Unapoamka asubuhi unasali zile amri za Mungu. Ya kwanza kabisa inasema unasema leo nimeamka, Mungu ananiambia hivi, nisiabudu mwingine, ni mimi peke yake, si ndio? Hatusali siku hizi na tusiposali tukienda huko, hiyo haitukumbushi kwamba tunapaswa kumwabudu Mungu peke yake tu. Tunaanza kuabudu vitu, watu na mambo mengine. Ya pili, usiape bure. Ya tatu, fanya siku ya Mungu. Kwa mfano hata kama leo tumekuja kanisani, mimi ni mzazi, ni mlezi, nimekuja kanisani, fanya siku ya Mungu. Je, na wale watoto wangu, vijana wangu, wafanya kazi, ukiwa umesali ile sala hii kabla hujaja hapa, utasema mfanyakazi wangu lazima nihakikishe anaenda wapi? Je, tumefanya hivyo? Wengine tumewaacha kule nyumbani watoto wetu, si ndio? Kwa hiyo hofu ya Mungu itajengekaje sasa kama afanye siku ya Mungu, haiadhimishi? Naadhimisha mwenyewe. Kwa hiyo hata mimi sijatimiza wajibu wangu. Mtoto wangu nimemwacha kule nyumbani, nimemwambia afagie, apike, nikija nikute chakula nile, si ndio? Kwa hiyo hapo hatujengi dhamiri za watoto wetu, za wafanyakazi wetu, za ndugu zetu, mke wangu, mume wangu, baba zangu, sijengi, bali ninaibomoa. Kwa hiyo namna ya kujenga ni kukumbusha hizo amri za Mungu. Kuwaheshimu wazazi, walezi. Ya tano, usiue kwa maneno, kwa matendo, kwa mawazo, hivyo. Ya sita, hivyo kama tulivyoambiwa na baba askofu, usizini. Kama wale wa Suria wale wanafanyaje? Uzinzi sugu, ule unaitwa ni uzinzi sugu, au kuzini hadharani, si ndio? Ndio wanaita hivyo, ni hadharani. Manake wewe umechukua, umepeleka, jamii yote inakufanya nini? Inakutazama na inaona. Kila siku jioni mnaingia wote. Kwa hiyo ni hadharani. Mungu amesema si ndio? Hadharani tena. Kwa hiyo amri ya 7, usiibe. Ya 8, ya 9. Kwa hiyo tunaposali zile sala na pale tunakumbushwa hizo amri za Mungu, yani tunaalikwa kuunda, pale tunaunda dhamiri, tunakuwa na hofu ya Mungu. Na katika matendo yetu popote tutakapokuwa, tutakuwa tunatenda vizuri kadiri ya tulivyofundishwa kutenda kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na watu wakitazama matendo yetu wamtukuze nani? Waseme atukuzwe Baba na Mwana na Roho. Watu watazame matendo yetu namna hiyo. Wapendwa, pia nyenzo nyingine, neno la Mungu. Tunaalikwa daima kuwaunda, hasa wale walezi, wale ambao tunawalea watoto wetu, vijana wetu, kuwaunda katika neno la Mungu. Neno la Mungu linakuza dhamiri, linajenga dhamiri, linatengeneza hofu ya Mungu. Mtu anamtambua Mungu, na katika kutenda anatenda kadiri ya mpango na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na neno la Mungu tunaalikwa tulisome na kulitafakari mara kwa mara. Basi kama ninachoka hata kusoma ile Biblia, kanisa limeshatuwekea kila kitu. Kila siku kanisa limetuwekea tafakari za Biblia, vifungu kadhaa vya Biblia. Kila siku kuna somo lake. Kwa hiyo kama ninashindwa kuisoma ile, basi nihakikishe siku nikiamka yale masomo ya kanisa yaliyowekwa niyafanye nini? Niyapitie, niangalie kanisa limeweka ujumbe gani siku ya leo,
ili nitembee nao siku nzima. Au kama ninataka nipate ujumbe wa wiki nzima, kanisa limeshauweka Jumapili ni ujumbe wa wiki nzima ambao kanisa linatuwekea. Kwa hiyo naweza nikatembea nao, nikawafundisha watoto wangu, familia yangu, wafanyakazi wangu, nikawakusanya, nikawa nakumbusha, jamani, leo kanisa linatuambia nini? Tutembeeje? Tuendeje? Kabla sijafanya kazi zangu, sienda kwenye kazi zangu, basi ninaweka tafakari hizo. Neno la Mungu ni la muhimu sana katika kuunda dhamiri hai na hofu ya dhamiri hai, wapendwa, dhamiri hai na hofu ya Mungu, vya muhimu sana katika maisha, ili tuweze kweli kuwa wana wa Mungu, kutenda kadiri Mungu anavyotaka. Lakini pia maisha ya sakramenti. Sakramenti zinatusaidia kuhuisha ndani mwetu ile neema ambayo Mwenyezi Mungu Baba ametupatia kupitia kwa Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio fumbo ambalo tunalifanya siku ya leo, tunaliadhimisha. Na tunapojiunganisha naye katika sakramenti hizi, hasa Ekaristi Takatifu na kitubio, uhalisia wenyewe, tunaendelea kuunda vyema dhamiri zetu na kukuza ile hofu ya Mungu ndani mwetu. Na daima tukiwa na hivyo viwili, kama nilivyowaambia, matendo yetu, maadili yetu, nidhamu yetu itakuwa safi, na Mwenyezi Mungu atafurahi, na watu watamtukuza Mungu kwa kutazama matendo yetu tunavyotenda vyema. Nyenzo nyingine ni malezi fungamano ya ndoa, malezi katika familia, malezi katika miito mbalimbali. Malezi kule nyumbani, kama nilivyowaambia, tunapolea hasa watoto, ni vizuri tuwalee katika hii misingi. Tuwafundishe sala, tuwafundishe neno la Mungu. Kutokea hapo mambo mengine yataenda vizuri sana. Tukianza kuwafundisha hivi, sio kwa kuwapa simu, kuwapa sijui vitu gani, kuwafundisha hivi mambo yetu, kwa sababu hivi vitaamsha vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka ndani mwetu. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Waroma, ile sura ya 8 aya ile ya 13 na kuendelea, ameeleza pale dhambi ya mpagani. Dhambi ya nani? Ya mpagani. Akiwa anaanza kwamba Paulo akianza kwamba Mwenyezi Mungu tangu mwanzo alishaweka hadharani katika mioyo yetu makuu yake, matendo yake, ujumbe wake wote ameshaweka katika mioyo yetu. Sasa tunautambuaje ule tunautambuaje? Ni hivi, kwa njia hiyo ya kujenga hofu ya Mungu na kwa kuzijenga dhamiri zetu, ili tuweze kutambua hayo makuu Mwenyezi Mungu aliyoyaweka ndani mwetu na kuacha hizo dhambi za mpagani. Zimeorodheshwa pale, tukisoma tutazipata pale vizuri. Pamoja na nyenzo hizo msingi, tunazo pia nyenzo nyingine ambazo kwa mfano kumpa Mungu nafasi daima katika maisha yetu. Kila mahali kila tunachotenda tutende kwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza kabisa, na kuziunda sasa zile tunu njema za Kikristo za Kikatoliki ndani yetu, na zile tunu njema katika familia. Heshima katika familia iliundwa tangu zamani, lakini siku hizi hatuna tena heshima. Watoto watoe heshima kwa wazazi. Mzazi akija nyumbani watoto hawasalimii tena. Mzazi akija nyumbani amechoka, amebeba mzigo, watoto wapokee tena mzigo wake. Lakini zamani walikuwa wanafanya hivyo. Sababu nyingine ni maisha ya mfano. Kuwa na maisha ya mfano. Namna yetu ya kuishi na shughuli zetu tunazozifanya zinafundisha sana, zinajenga hofu ya Mungu na dhamiri zetu. Kwa mfano, kama ni baba, ninafanya biashara yangu fulani hivi. Je, hii biashara yangu ninayoifanya inamtukuza Mungu? Watu wakitazama wanamtukuza Mwenyezi Mungu? Hapana. Kwa hiyo na yenyewe namna yetu tunavyoishi, tunavyotenda, watu wakitazama basi wanajifunza na kukuza hiyo dhamiri pamoja na hofu ya Mungu. La mwisho
ningependa kulizungumzia hili, namna nyingine ya kukuza maadili na nidhamu kwa kuziunda hizi fadhila mbili, hofu ya Mungu na dhamiri, ni kwa kuwa na tumaini. Tumaini kwa chanzo cha uzima usio na wale waimbaji mnafahamu ule wimbo wa Jubilei Kuu? Ule mnaofahamu? Hebu tuimbie kidogo. Kama mwali wa moto, tumaini langu linawaka. Ndike chanzo cha uzima usio na mwisho, maisha na kutumaini. Asante. Chanzo cha uzima usio na, ndipo tunafanya nini? Sisi tunatumainia wapi? Tumaini letu liko wapi? Yaani moto wetu, ule mwali wa moto unavyowaka ndani mwetu, unawakia wapi? Vijana wetu wamekata tamaa, wanazunguka huko, si ndio? Mnawaona watoto wetu, si ndio? Mnawaona wanazunguka, wamekata tamaa. Wengine wamemaliza vyuo vikuu, wanazunguka huko, hawana kazi, wamekata tamaa. Tumaini lao linawakia kwenye nini? Kwenye pombe, sio? Tumaini linawakia wapi? Huko kuna maisha ya uzima wa milele usio na mwisho. Kwa hiyo wale mnapoimba hivyo, wale wanaimba mbundi mbundi ndio tumaini langu la uzima usio na, si ndio? Wanaimba hivyo huko, wanaimba namna hiyo. Tumaini lao wameweka kwenye wamama wakikata tamaa, tumaini lao wanapeleka wapi? Kuna waganga, si ndio? Si ndio? Msururu unakuta unaelekea wapi? Kwa waganga. Kule wapi? Mnakatiza msitu wa tembo, unaenda kwa nani? Kwa waganga. Kwa sababu ndio tumaini leo, yani ule mwali wa moto unawakia msitu wa tembo, ndio mnaenda kule. Au wachawi, si ndio? Au kule ambako umeambiwa kwamba mje mpokee sijui nini, pokee. Ukirudi unatumaini nani la uzima wa milele lenye ambalo halikomi, unalo, unarudi hivyo hivyo. Vijana wetu ni hivyo hivyo, wanakimbilia, wanaambiwa kuna pombe inaitwa high life, wanasema hili ndio tumaini. Tumaini. Wanaimba nini? Mnaimba chanzo cha uzima usio na, wao wanaimba chanzo cha uzima usio na mwisho. Kwao ni nini? High life, si ndio? Kwa hiyo ndio maisha yetu sasa yamefika hapo. Watu tumaini letu hatujaliweka tena kwa Kristo ambaye ndio uzima usio na mwisho, na huyo ndiye anayetupa neema, mwanga na nguvu kutoka kwa Mungu Baba kupitia kwake yeye kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunazipata hizo tukiweka hilo tumaini pale. Naomba tuimbe tena kidogo hicho kipande, wanakwaya tumalizie hapo. Chanzo cha uzima usio na mwisho, basi ninawaalika tumtumainie Kristo basi ili tuweze kuzikuza vyema dhamiri zetu na kuwa na hiyo hofu ya Mungu kwa neema zake ambazo anatujalia kutoka kwa Mungu Baba kwa njia ya Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Basi naomba nimkaribishe padri aendelee na sehemu iliyobaki.